Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa niaba ya wananchi wa jimbo hili la Mwanga lenye tarafa 5, kata 20, vijiji 72 na vitongoji 282, naomba niseme karibu sana Mwanga. Lakini pia mimi kama mwenyekiti wa wabunge wa mkoa wa Kilimanjaro, naomba pia niseme kwa niaba ya wenzangu kwamba karibu sana mkoa wa Kilimanjaro mama, tunakupenda na tunatambua kazi kubwa ambayo umetufanyia katika mkoa wetu wa Kilimanjaro, lakini hasa katika wilaya yetu ya Mwanga. Mheshimiwa Rais, naomba upokee shukrani za dhati kutoka kwa wananchi wote wa Mwanga kwa ajili ya mradi huu wa maji wa kihistoria ambao umetuzindulia leo. Historia imeandikwa kwa upya Mheshimiwa Rais, kwa sababu ilikuwa ni miaka 56 iliyopita, mwaka 1969 hayati baba wa taifa alipokuja Mwanga kuzindua mradi wa kufua umeme wa bwawa la Nyumba ya Mungu. Ilikuwa ni kishindo kikubwa Mwanga, lakini leo Mheshimiwa Rais umeirudia tena ile historia na kuiandika upya kwenye chanzo kile kile cha Nyumba ya Mungu kwa kutuzindulia mradi wa maji ambao umetatua kero ya maji kwa wananchi wote wa tambarare ya magharibi ya Mwanga, na bado awamu ya pili wengine wengi wataendelea kupata. Mheshimiwa Rais, historia ya mradi huu wewe unaifahamu kuliko mimi, kwa sababu uliweka jiwe la msingi mwaka 2018. Lakini itoshe tu kusema kwamba ulipoingia madarakani mradi huu ulikuwa umekwama. Ulikwama kabisa mpaka mwezi Novemba mwaka 2021 pale viwanja vya ushirika ulipotoa tamko kwamba sasa mkwamo wa mradi huu ni mwisho, sasa kazi ianze, na baada ya pale ilikuwa ni kazi mpaka tukafikia hatua hii ya leo ya uzinduzi. Mheshimiwa Rais, pamoja na kukushukuru wewe, lakini naomba pia nimshukuru sana mzee wangu, baba yangu, baba wa Mwanga, Mheshimiwa Cleopa David Msuya, Waziri Mkuu na makamu wa kwanza wa rais. Hajawahi kuniacha katika shughuli zote za maendeleo na hakuwahi kuniacha katika kufuatilia mradi huu mpaka leo tumefikia hapa. Lakini pia nikushukuru kwa watendaji wateule wako, kuanzia Mheshimiwa Waziri Aweso na timu yake yote, mkuu wetu wa mkoa Nurdin Babu, wakuu wetu wa wilaya na timu yote. Kazi hii tulikuwa tunaifuatilia kwa pamoja, tunakushukuru sana. Kwa Kipare tunasema na hava cheka kikuu, yani asante mara 1000. Maana wakati huo 1000 ndio ilikuwa namba kubwa sana, na hava cheka kikuu, asante sana mara 1000 Mheshimiwa Rais. Tumepata maji Mheshimiwa Rais, tunaoga, tunakunywa, lakini pia uchumi wetu utakuwa sana kwa ajili ya maji haya. Tunachoendelea kukiomba Mheshimiwa Rais ni kwamba kasi kubwa ambayo imeonekana katika usambazaji wa maji kwa wananchi basi iendelee, ili wananchi hawa wameonja kuwa na maji ndani, basi wote wapate maji yakiingia ndani. Lakini pia uendelee kutusaidia Mheshimiwa Rais, kama ambavyo ulipitisha kwenye bajeti fedha kwa ajili ya uondoaji wa magugu maji kwenye Ziwa Jipe, ambalo ni moja kati ya vyanzo vikubwa kabisa vya maji yanayokwenda kwenye mradi huu, basi zile fedha zije ili tuanze mradi wa kutoa magugu maji, chanzo hiki cha maji kiendelee kustawi. Lakini pili, Mheshimiwa Rais, eneo lile la kihistoria ulilotuwekea mradi pale, tuna huo mradi wa maji, lakini tuna mradi wa umwagiliaji ambao katika kipindi chako Mheshimiwa Rais umetupa bilioni 1 na milioni 64 kuendeleza ule mradi wa umwagiliaji wa kambi ya Swala, pamoja na huo mradi wa kufua umeme. Eneo lile Mheshimiwa Rais, tunakushukuru kwamba ulikubali kwamba barabara inayotoka Kisangara kwenda Nyumba ya Mungu kilomita 27 ijengwe kiwango cha lami, na hivyo upembuzi yakinifu ukafanyika na upembuzi wa kina umefanyika. Kazi iliyobaki Mheshimiwa Rais ni wewe tu kuidhinisha sasa fedha ziende ili ile barabara iweze kuwa ya lami, tuweze kuutunza vizuri ule mradi. Mheshimiwa Rais, ukiacha mradi huo wa maji, yako mambo makubwa sana umetufanyia. Wakati unaingia madarakani Mheshimiwa Rais, tulikuwa hatuna hospitali ya wilaya. Sasa hospitali ya wilaya ipo, tunakunywa dawa pale, na fedha za kumalizia ule mradi zimeshakuja, kwa hiyo kazi inaendelea. Mheshimiwa Rais, wakati unaingia madarakani tulikuwa hatuna chuo cha VETA. Tuna shule nyingi sana za sekondari na msingi, kwa hiyo tunao vijana ambao walikuwa hawapati fursa ya kusoma mafunzo ya ufundi. Umetupa fedha Mheshimiwa Rais, chuo cha VETA kiko kwenye hatua za upauaji, tunaomba tu sasa kazi ya kukimalizia. Mheshimiwa Rais, umetujengea barabara ya kihistoria
ambayo iliasisiwa toka mwaka 83 lakini ilikuwa haijawahi kujengwa. Ulipoingia madarakani tulikuomba fedha, ukatupa tujenge barabara inayoitwa CD Msuya bypass. Ilikuwa na madaraja 21. Kwa fedha ulizotupa Mheshimiwa Rais tumeshajenga madaraja 18 na kazi ya kuijenga kwa kiwango cha lami awamu ya kwanza kilomita 4.8 imeshaanza. Fedha umeshatuletea Mheshimiwa Rais. Tunaomba tu endelee kutuletea fedha ili tumalizie barabara hiyo ambayo itakuza mji wa Mwanga na kukuza uchumi wetu. Mheshimiwa Rais, siku ile pale viwanja vya ushirika ulipotoa tamko la mradi huu wa maji ambao leo umeukamilisha, pia vijana wako wa Mwanga walikuomba kwamba utujengee stendi ya kisasa. Mheshimiwa Rais ulikubali na ukaelekeza kazi ya BOQ imeshafanyika na uwanja umeshasafishwa tayari. Tunachosubiri Mheshimiwa Rais ni fedha bajeti ambayo ilishapitishwa bilioni 3.4. Ukitupa kidogo tu hata nusu au 1/3 tutaanza kujenga Mheshimiwa Rais, ili hawa vijana wako wafurahie matunda ya stendi ya kisasa. Mheshimiwa Rais, umetujengea pia jengo la utawala la halmashauri ambalo tulikuwa hatuna. Tunakushukuru sana. Mheshimiwa Rais, umefanya makubwa sana kwenye sekta ya elimu. Wakati unaingia madarakani tulikuwa na kata 2 ambazo hazina shule, zote umeshazijengea shule mpya kabisa, na umetuongezea moja kwa Kipare tunaita Mkumbio. Umetuongezea nyingine ya ziada Kilaweni Secondary School. Nimeteta na rafiki yangu Profesa Mkenda, ameniahidi kwamba kwa vile mwanzoni kabisa pale kulikuwa na chuo cha VETA cha jamii, kwa hiyo kuna vifaa, atatuongeza karakana 2 ili ile shule iwe ya amali. Mheshimiwa Rais, leo mimi ninachoomba tu utingisha tu kichwa cha kusema ndio ili Profesa Mkenda aingie kazini. Hajawahi kuniangusha profesa huyu makini katika miradi. Hata VETA mkoa wa Kilimanjaro tulianza sisi wa kwanza kabisa baada ya kukabidhiwa hati pale Bomang'ombe pale Kibong'oto siku ile kwenye mkutano. Mheshimiwa Rais, umetuongezea miundombinu ya kidato cha 5 kwenye shule 5. Na miundombinu Mheshimiwa Rais sio miundombinu ya bei ndogo. Madarasa ya kisasa yanayolingana na chuo kikuu. Umetupandishia hadhi chuo cha ustawi wa jamii, sasa ni chuo kikuu. Tumedahili wanafunzi wa degree sasa mara 2 na sasa tunaenda kudahili mwaka wa 3. Asante sana. Mheshimiwa Rais, ulitupa changamoto ya Royal Tour. Baada ya hapo tukaona sisi itatupita. Tukakuomba utujengee lango la kaskazini la hifadhi ya Bukomazi. Umetujengea, liko tayari sasa. Sasa Mheshimiwa Rais, mambo haya yote machache kwa sababu naambiwa hapa kidogo muda umekwisha. Ni kwa nini basi tusio tumemaliza uchaguzi? Uchaguzi tumemaliza Mheshimiwa Rais. Na ni haya unayoyafanya ndio anafanya baadhi ya watu wafikirie kukimbia na kuweka mpira kwa pani kama timu fulani hivi ambayo imekuwa na utaratibu wa kuweka mpira kwa pani. Tunakushukuru sana Mheshimiwa Rais, umetuheshimisha kimataifa, umepata tuzo nyingi. Tuzo hizi hazitolewi kirahisi, zinatolewa kwa upembuzi mkubwa, na kwa kweli Mheshimiwa Rais umekubalika kwenye viwango vya dunia. Kwa nini sisi Mwanga tusikubali? Tumerogwa na nani kwani? Sio sisi tu, hata mbingu na ardhi ya Mwanga imekukubali. Ndio maana jana mvua imenyesha baada ya muda mrefu sana, kwa sababu ya kuashiria wewe kufika. Tunakupongeza Mheshimiwa Rais kwa utawala bora. Wewe ni mama wa 4R na sisi tunaziendeleza Mwanga, ndio maana pametulia. Mwisho Mheshimiwa Rais, kwa kukatisha tu yale ambayo nilikuwa nayo kusema, wavuvi wangu mko hapa, msiwe na wasiwasi. Umwagiliaji umefanyika kwa kiwango kikubwa sana. Kigonigoni tumesha saini mkataba, sasa mkandarasi anaingia site na miradi mingine mingi ambayo naikatisha tu. Nizungumze tu Mheshimiwa sasa kama mwenyekiti wa wabunge wa mkoa wa Kilimanjaro. Mheshimiwa mkuu wa mkoa ametoa zawadi ya ng'ombe kadhaa. Wenzetu kule Siha wakatoa dume. Sasa wabunge wa mkoa wa Kilimanjaro Mheshimiwa Rais wanakuzawadia ng'ombe jike wa kisasa aina ya Friesian, ili sasa tukamilishe uumbaji na lile dume ambalo umepewa, tupate ng'ombe wengi zaidi. Mheshimiwa Rais, nakushukuru kwa kuvumilia kusikiliza kwa maneno mengi. Mengine Mheshimiwa Rais atakufuata kwa utaratibu mwingine, lakini kubwa ni kwamba tunakushukuru. Sisi uchaguzi wa kwako tumemaliza, na tunaamini kabisa kwa vile ulituamini tukusaidie kwa kipindi hiki, basi utaendelee kutuamini tukusaidie, na tunaahidi kusimamia miradi yote ambayo umetupa fedha ili kazi iweze kufanyika. Asante sana Mheshimiwa Rais, Mungu akubariki. Karibu tena Mwanga. Huko milimani unapoona Mheshimiwa Rais kuna watu wengi sana kuliko hawa hapa. Kwa hiyo ukija safari nyingine Mheshimiwa Rais, tunaomba tukupandishe kule milimani ukatazame upande wa Kenya wakati watu wanaamka asubuhi wanakunywa chai. Asante sana Mheshimiwa Rais. Mwanga hoye! Mwanga safi! Asanteni sana. Makofi mengi kwa Mheshimiwa mbunge wetu.